Mtazamaji wa Njombe TV, hapa ni eneo la Ichunilo mjini Njombe. Eneo hili ni maarufu sana, lakini umaarufu wake unatokana na sababu nyingi, ikiwemo kona kali zilizoko katika eneo hili la mlima. Lakini kilichotuleta leo ni kuzungumzia bahari ya Njombe kwenye sekta ya utalii katika eneo hili. Nyuma yangu ni chemchemu ya maji ambayo inatoa maji ya asili, maji safi na salama kwa watumiaji. Hapa watu wamekuwa wakifurika kuanzia asubuhi mpaka jioni wakifuata maji, lakini siri iliyoko ndani ya sababu ya wao kufuata maji eneo hili kutoka maeneo ya mjini ni kwamba maji haya yamekuwa ni maji ya asili ambayo ni salama, hayana madhara yoyote kwa watumiaji na yanatumika hasa kwa kunywa. Na tumefika hapa kuzungumza na baadhi ya watumiaji, lakini pia baadhi ya madereva bodaboda ambao wametumwa na watumiaji wa maji haya ili waweze kupata maji ambayo hayana madhara na ambayo wao wanayaamini tangu zama za kale kwamba ni maji salama. Kwa majina naitwa Fredi Nyanginywa, ni dereva bodaboda Njombe mjini. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuja kufuata maji ya kunywa, na haya ni maji safi. Na kwa nini tunasema maji safi? Tunasema maji safi kwa sababu kwanza hayatembei kitambo kirefu kutoka ilipo chemichemi na kwenda yanakoenda kwenye mtaro wa maji machafu. Kwanza haya maji, tunaposemea maji machafu, manake yanayotembea kitambo kirefu, kwamba yanakusanya uchafu hapa na pale, huwezi kuyatumia kwa kunywa wala kupikia. Lakini hapa tunakuja tunachota maji na matumizi yetu makubwa sana kwa sababu ya kunywa tu. Maji haya kwanza hayachujwi na chujio ya aina yoyote, kwa sababu ni maji ya asili, yanachujwa na mchanga, yanatoka hapo, yako salama. Hata ukichota ukiangalia kwenye ndoo hapo, hakuna mchanga utakao ukuta humo ndani. Ndio maana tunasema maji masafi. Ni kwa nini hapa tunafuata maji kitambo kirefu? Ni kutoka Njombe mjini mpaka hapa ni kama kilomita 3 hivi, 2.5 mpaka 3. Tunafuata hapa kwa sababu ni maji safi. Maji haya hayatumiki kwa Njombe peke yake, na wapitaji pia wanaoenda labda na magari yao Songea, wakipita maeneo haya lazima achukue maji hapa kwenda kuyatumia kwa ajili ya kunywa. Pia wanaoenda Mbeya, wanaoenda Dar es Salaam, wanakipita hapa akiwa na ruti ya Njombe Dar, lazima apite na chukua maji hapa, kwa sababu anaamini kabisa maji nayo kunywa ni maji yaliyowekwa na Mwenyezi Mungu na yanachujwa na vyombo vilivyowekwa na Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa tunawakaribisheni pia, ni maji asili na ni mazuri, matamu, ni masafi sana. Tukiyaona hivi ni masafi sana, ni mazuri kwa sababu ya kunywa. Pia kwa upande wa imani za watu, wanasema maji haya yametoka sijui huko juu kuna nini, makaburi sijui manini. Hapana, hizo taarifa sio za kweli, kwa sababu maji yanatoka kwenye mwamba. Ndio maana wanasema, ukisoma hata kitabu cha Mhubiri kimeelezea kuhusu maji kwamba kwa nini bahari huwa haijai. Ina maana bahari asili yake ni kama mwili wa binadamu, moyo unavyokusanya damu na kutema kwenda kwenye miguu na vidole na kichwani. Kwa ndivyo ilivyo maji haya, yanatoka baharini, yanakuja kupitia miamba, yanatoka hapa, yanapotiririka yanakusanyika tena yanaenda baharini. Ndivyo mzunguko wa maji. Lakini haya yanachujwa pia kwa sababu yanatembea chini ya ardhi. Uligundua nini kama hapa kuna maji mazuri? Hapa tuligundua kutokana na chemchemi inayotoka maeneo haya. Unapokuwa unapita tu, kwanza maji yenyewe yanavutia. Ukiona hata kwa mbali, hata kama unapita pale, unaweza kusimama na kuja kuangalia maji haya. Pia yana kivutio fulani kwa sababu ni maji ya asili, ni masafi sana. Yani kushawishi, yani ukishafika yanakushawishi kwamba haya maji ngoja niyatumie kwanza kwa matumizi ya kunywa. Na hasa imani yako, ukiona maji unaamini kwamba imani inakutuma kwamba haya maji tumia, hayana madhara yoyote. Ni kwa kiasi gani wana Njombe wanachangamkia uzuri wa maji haya kama ulivyosema? Kama nilivyosema kutoka hapo mwanzo kwamba haya maji wana Njombe ndio wanatumia kwa gharama yoyote. Anasafiri mtu kutoka Ramadhani, atoke labda Mji Mwema, ni umbali kama kilomita 8 hivi sehemu zingine kutoka kule Mji Mwema kuja hapa, lakini bado wanafuata haya maji. Anaona bora atumie gharama usafiri, lakini aje apate kilicho bora. Haya maji ni masafi na ni bora sana kwa matumizi. Sijamwona mwanamke kwa muda wa nusu saa nzima alokaa hapa. Kwa sababu ya umbali au
Wanawake siku zote tunafahamu kwamba wanawake hawataki kufanya kazi ngumu sana kupitiliza. Kitambo tunachotembea sisi kutoka maeneo tunakoshinda na kufika hapa kwenye chemchemi hii, tunatumia muda mrefu sana, na pia hata vyombo vyetu tunavyotumia ni kama bodaboda, bajaji, maguta. Lakini mwanamke ukiona anafika maeneo haya, kwa sababu hata makazi ya maeneo haya kwamba kuna nyumba za watu, hapana, lazima atumie usafiri, na usafiri mara chache sana wanakuja na gari. Anakuja na gari na ndoo, madumu, pia na madumu haya madumu haya ambayo tunatumia maji ya kununua. Yakishaisha basi anaweza kuja kuchotea hapa maji masafi mengine pia kwa sababu ya matumizi yake nyumbani. Hivyo. Na matumizi yake hasa ni nini? Huko majumbani yanatumikaje? Kwa 90% haya maji matumizi yake makubwa ni kunywa tu, kwa sababu kama matumizi mengine ya kupikia, kuoga na kufulia, kuna mito mingine pia ambayo tunachota, mengine tunatumia serikali ya Njuwasa. Kwa matumizi makubwa mengine ni hayo kama kupikia na kuoga na kufulia. Ila haya ukichota hapa huwezi kwenda kutumia matumizi mengine kwa sababu hayakushawishi ukafulie. Pamoja na gharama unazotumia kuja kufuata hapa, unaona haya maji nimechota, ni maji salama, nitumie kwa kunywa tu. Ya kufulia na kuoga nichote kwenye vyanzo vingine vya maji. Ni muda gani watu wanafurika hapa? Hapa ni kuanzia mida ya asubuhi mpaka saa 6, saa 7 hivi. Ila saa 8 mpaka saa 9, saa 10 utaona watu wamepungua. Ila saa 11 pia jioni kuna foleni pia hapa, watu wanakuja kufuata maji kwa sababu ya matumizi. Kwa sababu mkija wengi kwa pamoja, kwamba mtu anatoka labda yule ambaye anatakia aje asubuhi, akija jioni akuja kukuta kuna foleni. Atakaye kuja pia jioni atakuta pengine kuna foleni, bwana angekuja asubuhi. Kwa hiyo tunakuja kwa shift. Tuna imani hiyo kwamba ukija asubuhi sana utakuta hapa foleni. Bora uje mchana kidogo, watu wanakuwa wamepungua. Na kwa kuwa sasa mmeshazoea, imekuwa ni maisha yenu ya kila siku, unafikiri kuna umuhimu wa kupaboresha hapa walau pawe na mazingira mazuri kwa ajili ya kupata maji safi? Kwa mazingira kiukweli tulipenda sana paboreshwe, pakarabatiwe, pasakafiwe pia na pajengelezewe vizuri, kwa sababu ni sehemu muhimu sana. Lakini kuna baadhi ya hawa wenzetu wanasema, watu wa desturi wanasema ukijengelezea eneo hili la chemchemi hii, kuna wakati inaweza ikakata maji kabisa au ikapunguza kiwango kikubwa sana. Lakini ni barabarani pia, huoni kama ni hatari kwa watu ambao wanakuja kupata hii huduma? Nini kifanyike? Ni kweli eneo hili linatumika na watu wengi sana, pakiwa pamewekwa na vyombo vya moto viko hapa kama magari, bodaboda kama hivyo mnavyoona. Lakini tulikuwa tunapenda pia hata serikali ikiona hili swala kama ni la msingi, waje basi watanue eneo hili barabara, watanue kidogo ili tuwekwe na parking sehemu pale pana parking. Ukija na chombo chako cha moto unapisha kidogo kutoka maeneo ya barabarani, unapaki pembezoni kidogo ili usilete msongamano kwa wapitaji wengine. Ni watu wa kawaida tu ndio wanapenda kunywa haya maji au hata viongozi, watu maarufu, viongozi wa dini, viongozi wa serikali vipi wanakuja nao kupata maji hapa? Ni watu wengi, pia viongozi wa serikali wanachota sana hapa maji, na kuna wakati mwingine sio dhambi nikitaja kwamba hata askari polisi wao wanakuja na gari, wanapaki hapo, wanahitaji haya maji. Wakishachota maji basi wanaenda kuyatumia kwa matumizi yao ambao wanategemea kuyafanya. Kwa hiyo hapa pamekuwa msaada mkubwa. Ni msaada kwa kila Mtanzania, kwa kila mtu, kwa kila mwananjombe na kwa kila mpitaji wa hii njia. Ni msaada sana haya maji, kwa sababu kila mmoja anayatumia. Tena hatujawahi kuwa na madhara yoyote baada ya kutumia haya maji, na sidhani kama kuna madhara atakuja kujitokeza kwa sababu ya matumizi haya maji. Yana ubaridi wa kiasili kabisa, na mng'ao wa maji yenyewe yanaonekana ni asili kabisa, ni maji mazuri. Hayana kemikali, hayajatiwa madawa ya aina yoyote. Kwa hiyo hayana madhara kiujumla. Sio dhambi hata ukioga. Kwa jina naitwa John, natokea Njombe. Haya maji ni yanapendwa na wengi sana. Istoshe ni yana ladha nzuri na wengi wanayachota, na pia na mimi nikiwemo kama hivi natoka huko bila hata abiria na bajaji yangu na kuja kuchota maji hapa kwa ajili ya kunywa. Nafikiri
Kwanza ukinywa haya maji uhami Njombe. Yana madini ya kutosha, safi nini. Hivyo tu, mimi nafikiri mimi yangu machache ni hayo. Maji yanapendwa na wengi sana kifupi. Hamna imani za tofauti asili, kwamba kitu fulani cha asili. Kila mmoja anasema ya kwake, lakini mimi nafikiri hakuna cha ajabu. Kwa sababu ungekuwa kuna jambo la tofauti watu wasingekuwa wanachota. Ni maji mazuri. Unakunywa bila kuyachuja? Yenyewe ameshachujwa moja kwa moja. Ndio maana kama ukiangalia yanang'aa, ukiona yanang'aa kabisa, hana hata takataka yoyote. Hivyo. Na umeanza lini? Siku nyingi sana. Mimi ni miaka 3 tangu niko hapa nimeanza kutumia haya maji. Ni wewe tu au watu wengi sana, wengi sana. Wanapaki watu wenye magari yao ya kifahari hapa wanakuja wanachota maji hapa. Umeona? Hivyo. Kwa hiyo kikubwa sasa unasema ni nini? Ni ladha ni nini au ni ladha nzuri na ni masafi pia. Okay. Yana ladha nzuri. Yaani ukichota dukani, ukinunua dukani na ukichota hapa ukaweka kwenye chombo, ukimwambia mtu aje kutofautisha hawezi. Vipi kuhusu usalama? Kwenye usalama hapo ni tunamuomba Mungu, maana unajua binadamu wengine sio wazuri, lakini hivyo maji hapa ni masafi. Na yanatoka wapi kwa hapa yanapotoka? Ni hapo tu kuna tu yanatoka hapo. Basi hayatoki mbali kokote. Ni hapo tu. Wewe umetoka wapi mpaka kuja hapa kufuata maji? Nimetoka kama kilomita 6 hivi. Nimekuja hapa kuyafuata. Yaani nimeona ya dukani bado nimeona sio poa, nimeamua nije nichote hapa. Sio kwamba buku linanishinda, ila nimeamua nije nichote hapa kwa ajili ya kunywa na hivyo. Ni kila baada ya muda gani unakuja kuchota, lakini naona unakuja na dumu. Ni dumu hili tu au wakati mwingine unakuja na vyombo vikubwa? Kuna wakati unakuja na vyombo vikubwa. Nyumbani nayatumia haya, nakuja na madumu yangu nachota, tunayatumia na familia yangu. Shukrani sana. Asante.